Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na simulizi hii si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 25. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tunajikumbushia sehemu ya 24 tulipoishia. Sehemu ya 24 tulipoishia tuliona Mzee Bareke, Zatiti pamoja na Tobias Mavugwe wakiwa eneo moja ambalo walikuwa wamekaa wametulia katika mgahawa fulani hivi, wakiendelea kupiga chai na vitu kama hivyo. Lakini baadaye Zatiti alivyoanza kuangalia, kaanza kuona kama kuna wadada fulani hivi wanakuja, na hao walikuwa si wengine, alikuwa ni binti Sikununu, binti Sijaona pamoja na binti Clara, ambao ndo walikuwa wanakuja eneo hilo. Na kweli baada ya kufika pale tayari Zatiti ndo aliyesimama na kwenda kumrukia shoga yake ambaye ni Sikununu. Kwa hiyo yani hapo ndo wameonana kwa furaha, wakakumbatiana na vitu kama hivyo. Na baada ya kutazama kwenye upande wake wa kushoto, akamwona babake mzazi ambaye ni Mzee Bareke. Kupiga jicho upande wa kulia akaona Tobias Mavugwe na yeye amekaa hapo. Hapo ndo alipopagawa na kuanza kujifikiria, ina maana wote watakuwa wamekuja mjini. Sasa nikukaribishe sehemu ya 25 rasmi, tuendelee kuidadavua simulizi hii ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuwaona wote wakiwa hapo, baadaye ndipo ambapo Tobias Mavugwe alipiga naye jicho na kuona katika wadada wale ambao aliokuwa kiwakaribisha Zatiti na kuanza kuwalaki vizuri, na mmoja wao kwenda kumkumbatia kwa nguvu kwa furaha zote na kurukaruka. Kutazama katika wale madada watatu waliofika pale, mmoja wao ni Sikununu. Aisee, hakuamini kile ambacho alichokiona. Alinyenyuka moja kwa moja na kwenda pale mpaka kwa Sikununu. Na baada ya kufika pale alianza kuzungumza naye, na mazungumzo yao yakawa kama hivi. Yani sikutegemea kabisa kama endapo ningekuja nikakuona. I say, unajua tulikuwa tunakutafuta sana. Yani mpaka sasa hivi kuna mzee mmoja hapa mpaka amesha konda na kukonda kwa sababu ya kukutafuta wewe. Yani huyo mzee
hana hali kabisa. Sasa nadhani ingekuwa ni vizuri zaidi kama endapo utakubali ili tuweze kurudi nyumbani, au wewe unaonaje? Kwa kweli bado sijawa na fikra za kurudi nyumbani, kwa sababu sikiliza Tobias, nikuambie kile ambacho nilichoahidi wazazi wangu bado sijakitimiza. Niliahidi nitaenda mjini, niende nikatafute kazi, nikiipata nifanye ili niweze kuwakomboa wazazi wangu. Sasa bado hiyo kazi sijaipata na wala sijaifanya, halafu nianze kurudi nyumbani. Sasa nitakuwa nimefanya kitu gani hapo? Sinaendelea kwenda kuwabanabana wazazi wangu tu bila chochote ambacho nimewapelekea. Acha niendelee kutafuta kazi. Sasa wewe ulifika pale kwa mzee Fares. Mzee Fares naye akafanya ujinga na kuanza kukufukuza. Sasa huoni kama kuna shida hapo? Sikiliza, kuna mwingine ambaye Zatiti alikuwa amenipatia, na tena kanisaini vizuri kabisa ambapo ningeenda kufanya kazi. Lakini baada ya yule mzee Fares kuja ndo ambapo alinifukuza. Kwa hiyo na yule bosi ambaye tayari alikuwa ameshanisajili tukakosa mawasiliano naye, kwa sababu simu yangu ililoanishwa kwenye maji. Nikawa tayari nimekosa mawasiliano, nikawa siwezi tena kuzungumza na mtu yoyote yule ambaye aliyoko mbali na mimi. Kwa kweli hii iliniumiza, na mpaka sasa ninaumia. Simu yangu ndo hivyo imeshaharibika. Lakini kukukuta hapa wewe ukiwa pamoja na baba, hili jambo tu kwanza nalishukuru, kwa sababu nimemwona tena baba yangu. Na wewe nakushukuru pia kwa sababu umekuja na baba ukiwa mnapambana kunitafuta. Hata mzee Fares matangazo yake niliyaona sana kwenye TV sehemu nilipokuwa ninaishi, lakini sikutaka kujitokeza kwa sababu hata yeye mwenyewe aliyenihifadhi hakuwa anataka mimi nionekane. Ala, kwa hiyo unawaza nini kuhusiana na mzee Fares? Tuachane naye au kweli tumfungulie kesi? Maanake sisi kazi yetu ilikuwa tunataka tumfungulie kesi, kwa sababu tayari alikutoa pale Berenge na kukukimbiza. Ambacho tu mimi ningekuomba Tobias, pamoja na babangu mzazi, mtozeni tu faini, lakini msimfungulie kesi. Siku nono niko hapa, sijafa, nipo. Mengine tunapotezeaga tu, hakuna haja ya kumfungulia kesi baba wa watu kama yule. Sawa, ngoja nijaribu kumwambia, kama endapo mzee atakubali basi tuachane na hivi vitu kabisa. Ikiwezekana basi tumfungulie tu nani, tumuombe atupatie faini. Basi
mambo ili yaweze kwenda sawa. Sawa, hapo utakuwa umefanya vizuri sana, na ndio maana ikafikia wakati mimi nikakukubali tu, nikakupenda, kwa sababu ninaona yale unayoyafanya ni yale ambayo hata mimi nayahitaji kuyaona kwenye maisha yangu. Kununu, hivi ni kweli mpaka leo bado unaniwazia vizuri kabisa? Bado unawaza kuwa kama mchumba wangu eh? Hebu niambie kwanza, kama vile nasikia kama vile kupagawa hivi ni kweli au kipindi kile ulikuwa unanitania tu? Wewe ombea tu nipate kazi, nifanye kazi kwa miaka kadhaa, basi nitakuja tufunge ndoa, labda unikatae wewe. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Sikununu, aisee, Tobias Mavugwe alifurahi sana kusikia kauli hiyo, lakini alitoka hapo moja kwa moja na kuelekea dukani akanunua simu nyingine. Tena safari hii hakuna tena kutumia kiswaswadu, yani simu button. Akamnunulia smartphone, yani simu ya kutouch. Sasa kumbuka, Sikununu mwenyewe hajasoma, alafu amenunuliwa screen touch, yani ya kugusa. Sasa baada ya kuletewa pale, Sikununu alibaki kuishangaa tu hiyo simu, kwa sababu atafanya nini sasa? Hana uwezo wa kuitumia. Lakini baada ya kumsogelea rafiki yake ambaye pia ni sawa na wifi yake, Zatiti alimwambia yuko tayari sehemu yoyote ile atakapoenda kufanya kazi, basi atakuwa naenda kwake na kwenda kumfundisha namna jinsi ambavyo inavyotumika, kwa sababu Zatiti yeye alikuwa na simu za aina mbili. Alikuwa nayo kubwa, yani smartphone, lakini pia alikuwa na kiswaswadu almaarufu kama simu za vitochi au simu za button. Kwa hiyo alitoa ahadi kwamba ataendelea kumfundisha hiyo simu mpaka atakapoweza kuijua vizuri. Hapo ndipo ambapo kabla hajatoka mjini, Bwana Tobias Mavugwe aliamua kumfanyia kila jitihada ilivyowezekana kwenda kwa maiti mbalimbali, mpaka akaamua kulipa pesa ndefu ili aweze Sikununu kuipata namba yake ya NIDA, ambapo namba yake ya NIDA aliipata na hatimaye akaamua kusajili laini yake na mitandao ya kijamii. Wifi yake mtarajiwa Zatiti ndiye ambaye alimsajilia tayari, na yeye akawa ni dada wa kuweza kuonekana mtandaoni. Hapo ndipo ambapo Mzee Fares walienda kwake. Sasa Tobias Mavugwe, Zatiti, Mzee Bareke, Sikununu mwenyewe, Sijaona pamoja na Clara. Baada ya kufika pale, kwanza walivyogonga tu ule mlango, Fares alianza kuogopa. Alijua tayari hao watakuwa ni polisi tu wamekuja, kwa sababu siku zimeisha
na mama Suzi ndo hivyo ameshaondoka. Kwa hiyo amebaki yeye mwenyewe peke yake akiwa na uoga. Akili nyingine ikaanza kumtuma aenda kafungue, huenda atakuwa ni mama Suzi aliyerudi. Akili nyingine kaanza kumkataza, lakini akili moja ikamtuma kwamba aenda kafungue mlango, huenda atakuwa ni Zatiti ambaye amekuwa na moyo wa huruma. Kwa hiyo huenda kuna kitu ambacho atakuwa amemletea au kuna ujumbe atakuwa ameuleta. Baada ya kwenda kufungua pale, aliona madada wengi kweli, akiwemo na Zatiti. Mwanzoni alitaka kuogopa, lakini akawa na ujasiri kwa sababu amemwona Zatiti amekuja. Sasa Zatiti ameanza kuonekana ni kama mtetezi wake. Kila anavyotaka kuogopa, akili nyingine inamwambia aenda kajifiche. Akili nyingine inamtuma Zatiti si yupo, huenda amewaleta hao kwa ajili ya kuhoji, alafu baadaye mambo yaweze kwenda sawa. Lakini mbona na yule mzee pamoja na yule kijana na wao wamo ambao ndo wanataka kwenda kufungua kesi ya unyanyasaji? Lakini akaona ajipe moyo konde, manake aikubalie ile roho ambayo inamtuma kutokuwa na wasiwasi. Walifika ndani na kukaa. Baada ya kukaa, wakamuita pale, wakaanza kuzungumza naye, wakaelewana kuhusiana na masuala ya kulipa faini. Wakamtoza milioni 20 kutokana na utovu wa nidhamu aliyoufanya wa kumfukuza Sikununu, pasina kumuuliza kwanza mama Suzi kwamba huyo ni mtu gani, pasina kumuuliza Zatiti kwamba huyo atakuwa ni mgeni wa Zatiti au atakuwa ni mtu gani. Yeye kufika na kuanza kufukuza, hilo ndo lilikuwa kosa lake. Kwa hiyo baada ya kumtoza milioni 20, wakaandikiana kabisa na akawapatia namba za mjumbe, yani barozi wa nyumba 10. Akaja pale na mwenyekiti wa kitongoji, wakaandikishana. Kwa hiyo mzee Bareke akafunguliwa akaunti ya benki. Baada ya kufunguliwa akaunti ya benki, hizo pesa zote ziliingizwa kwenye akaunti ya benki ya mzee Bareke. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 25 ya simulizi yetu inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Tumemuona Tobias Mavugwe baada ya kuangalia na yeye wale wadada waliokuja 3, akamuona yupo na Sikununu, ikabidi aende sasa kuanza kumfuatilia, na wakazungumza yaliyo mengi. Walikuwa wanataka kumfungulia kesi huyu mzee wa kuitwa Fares. Sasa wameamua kuacha kutokana na ushauri wa Sikununu kwamba wamtoze tu faini ambayo itakayomfanya awe makini hata siku nyingine, asilete udhalilishaji wa kufukuza watu bila mipaka. Lakini pia tumewaona na wale madada, sijaona pamoja na Clara, na wao wameenda katika hicho kikao ambacho kilichokuwa kinafanywa pale kwa mzee Fares, na mpaka wanaandikishana na kila kitu, manake hata hao wadada nao walikuwepo. Je, unahisi nini kama endapo mzee Masunga atagundua kwamba wametoka kwenye kikao kwa mzee Fares? Na vipi, Sikununu atapokelewa tena au atapata kazi yake kwa Leonard ambaye ndo alikuwa na mlaumu sana Zatiti kutokana na kwamba ameenda kumwandikisha kila kitu alafu
mambo yakawa magumu, Leonard ndo atakayemchukua Sikununu awe house girl wake. Na je, Zatiti atarudi kuanza kufanya kazi hapo kwa mzee Fares au naye atatokomea kwenda kutafuta kazi nyingine? Mimi ninachokuomba na kukusihi, endelea kuifuatilia mpaka mwisho. Yaani kizibo na chupa, chupa na mfuniko, chanda na pete. Usikose kuendelea kuifuatilia mpaka mwisho ili uweze kujua mbivu na mbichi. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote ya kijamii hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, wewe ungekuwa ni Sikununu sasa, mtoto wa kike, wewe ungeweza kumsamehe Bwana Fares na kumtoza faini tu peke yake? Usingewaruhusu hao baba yako pamoja na mchumba wako mtarajiwa kwenda kumfungulia kesi Bwana Fares kwa sababu amekufukuza, wamfungulie kesi ya unyanyasaji? Hayo yote ni kwenye maoni yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.